Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 29 ya mwezi Aprili, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Katarina wa Siena, bikira na mwalimu wa kanisa. Katarina alizaliwa huko Siena nchini Italia mnamo tarehe 25 ya mwezi Machi mwaka 1347. Alipokuwa mdogo aliweka nadhiri ya ubikira na aliahidi kumpenda Yesu daima. Bwana wetu alipendezwa na nadhiri ya Katarina, akamvika kidoleni pete ya thamani yenye almasi nzuri. Katarina peke yake aliweza kuiona pete hiyo. Tangu akiwa mdogo alipenda kusali sana, kujitesa, na Bwana alimpa kipawa cha maono. Wazazi wake walijaribu kumzuia asiingie utawa, walimpamba kwa nguo za umaridadi na marembo ya kike kusudi apendwe na wavulana. Lakini Katarina alichukua mkasi akakatakata nywele na mavazi yake. Mama yake akamkasirikia, kwa hiyo akampa kazi nzito nyumbani kama mtumwa. Katarina alivumilia hayo yote kwa upole na unyenyekevu. Mwisho wazazi wake walimkubalia aingie utawa wa tatu wa Mtakatifu Dominiko. Katarina alijikita katika kuwahudumia wagonjwa, hasa wagonjwa wa ukoma na kansa ambao hakuna mtu aliyewapa msaada. Alifanikiwa pia kuwafanya waongoke na kuwa Wakristo. Katarina alijaliwa na Mungu mapendo yake na uwezo wa kufanya miujiza. Katarina alifunga kwa muda mrefu akipokea tu Ekaristi Takatifu. Alisali bila kukoma akiombea uongofu wa wakosefu. Watawa wawili wa Dominikani waliponywa kwa sala zake. Baada ya kuponywa, Papa aliwapa kazi ya kuwaungamisha watu waliokuja kuombewa na Katarina. Watu wengi sana walifurika kuja kuomba maombezi yake. Akiwa na umri wa miaka 28, alijaliwa zawadi ya madonda 5 ya Kristo msulubiwa. Sista mdogo huyu asiye na nguvu alipatanisha miji mizima katika Italia walipogombana siku zile wao kwa wao. Aliwaongoza wakosefu wengi kwa Mungu. Mnamo mwaka 1377 Katarina aliweza kumrudisha Roma nchini Italia Papa Gregori wa 11 aliyekuwa amehamia Avignoni huko Ufaransa. Papa Urbano wa 6 aliyemrithi Papa Gregori wa 11 alimwita na kumtaka aishi katika makao yake. Aliweza kuwapatanisha mapapa na wafalme, akaweza kuleta amani na umoja katika kanisa. Alifanya bidii kubwa kuamsha upya moyo wa maisha ya kitawa. Aliandika mafundisho mazuri sana juu ya maisha ya kiroho. Alisali bila kukoma, ijapokuwa alielemewa na mawazo na masumbuko mengi. Katarina alifariki dunia mnamo tarehe 29 ya mwezi Aprili mwaka 1380 akiwa na umri wa miaka 33. Papa Pio wa pili alimtangaza kuwa mtakatifu mnamo mwaka 1461. Papa Paulo wa 6 alimtaja kuwa mwalimu wa kanisa mnamo mwaka 1970. Yeye ni mtakatifu msimamizi wa nchi ya Italia na watu wanaomba maombezi yake wakati wa ajali za moto, magonjwa ya mlipuko na kuumwa kichwa. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Katarina wa Siena, bikira na mwalimu wa kanisa.
Usitafakari juu ya dhambi zako ulizotenda hapo zamani, isipokuwa kama una lengo la kutafakari juu ya huruma ya Mungu, ili kumbukumbu ya dhambi za zamani zisije zikakukatisha tamaa, bali zikufanye ujiimarishe zaidi kwa Mungu na kuona zaidi thamani ya mateso ya Yesu yalivyokustahilisha kupata msamaha wa dhambi. Rejea ya Mtakatifu Katarina wa Siena. Watakatifu wengine tarehe 29 ya mwezi wa 4: Mtakatifu Petro wa Verona, watakatifu Agapius na Secundinus maaskofu, Mtakatifu Emilianus askari, na watakatifu Tertula na Antonia mabikira wafiadini wa Algeria. Mtakatifu Katarina wa Siena, bikira na mwalimu wa kanisa, utuombee.